jumuishwa katika mazungumzo haya. Tarudi kule baadaye, lakini kwanza tuangazie hili. Walimu wakuu huenda hivi karibuni wakakabiliwa na mabadiliko makubwa kuhusu ni nani atakayewajibisha kwa usimamizi wa mabilioni ya fedha za umma. Mswada wa elimu ya msingi unapendekeza kuipa Wizara ya Elimu mamlaka ya moja kwa moja kisheria ya kuwawajibisha walimu wakuu kuhusu usimamizi wa fedha, huku wakiendelea kuwa waajiriwa wa Tume ya Huduma za Walimu TSC. Mswada huo unaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa mzozo wa muda mrefu wa mamlaka kati ya Wizara ya TSC. Ann Musungu na maelezo zaidi. Walimu wakuu watawajibika kwa Wizara ya Elimu kuhusu usimamizi wa mabilioni ya fedha za umma chini ya sheria inayopendekezwa ambayo inalenga kubadilisha mfumo wa uongozi na usimamizi wa shule za umma. Mabadiliko haya yanaweza kuipa Wizara ya Elimu mamlaka ya moja kwa moja kisheria ya kuwajibisha wakuu wa shule kuhusu usimamizi wa fedha kwa mara ya kwanza. Hatua hiyo inalenga kumaliza malalamiko ya miaka mingi kwamba wizara haina mamlaka ya kutekeleza uwajibikaji licha ya kuwa inasimamia fedha za ruzuku ya shule na kuhakikisha fedha za umma zinatumika ipasavyo. And once this is implemented, if for example there's a problem with the head in terms of running the school, the PS can withdraw the agency, and in the process all the issues now we've been having here on the increment of fees and all that will be resolved. Chini ya mswada huo, wakuu wa shule bado watateuliwa na Tume ya Huduma kwa Walimu, lakini wakati huo watakuwa maafisa wa uhasibu na mawakala wa Wizara ya Elimu. Pendekezo hilo linaashiria mabadiliko makubwa katika mzozo wa muda mrefu wa mamlaka kati ya wizara na TSC, huku wizara ikitarajiwa kupata ushawishi mkubwa zaidi katika usimamizi wa shule. Mswada huo pia unapendekeza mabadiliko makubwa katika mfumo wa uongozi wa elimu nchini, ikiwemo kufutwa kwa Bodi ya Kitaifa ya Elimu pamoja na Baraza la Viwango vya Uhakikisho wa Ubora wa Elimu. Baada yake, serikali inapendekeza kuanzishwa kwa kurugenzi wa ukaguzi wa shule. Mswada pia unalenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti kwa kufafanua wazi majukumu yao katika utoaji wa elimu ya msingi. Na kwanza, sheria hiyo inayopendekezwa inalenga kutambua rasmi mifumo ya elimu ya kigeni. Inapendekeza makamishna wa kaunti kuwa wenyekiti wa bodi za usimamizi wa shule badala ya mfumo wa sasa ambao wenyekiti wanateuliwa kutoka miongoni mwa umma. Wizara pia inapendekeza kupunguza idadi ya wajumbe wa bodi kutoka 17 hadi 9, ukihifadhi majukumu yao muhimu ya usimamizi na uangalizi. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Ajali za barabarani sasa zinasababisha hasara ya mabilioni ya shilingi.